Tunakopa kwa sababu sisi ni matajiri. Mheshimiwa Spika, maskini huwa hakopi. Maskini hakopi kwa sababu hana cha kulipa, haaminiki. Maskini hawezi kuaminika kukopa. Mheshimiwa Spika, na hili jambo la umaskini ni subjective, ni jambo ambalo sio objective, ni jambo ambalo tunaenda ngazi kwa ngazi. Yule aliye tajiri zaidi duniani ndio mwenye deni kubwa zaidi duniani. Iko hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ukipanga ukubwa wa madeni, anayeongoza ni yule mwenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ndio mwenye deni kubwa zaidi duniani. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa yale manchi yote 10 yanayoongoza kwa uchumi duniani ndiyo yenye madeni makubwa duniani. Ukija hapa Afrika, ukipanga chumi kama tunavyopangana, kuanzia nchi yenye uchumi mkubwa zaidi hapa Afrika ndiyo yenye deni kubwa zaidi hapa Afrika. Nchi ya mwisho kwa uchumi hapa Afrika ndiyo yenye deni dogo zaidi, na zingine hazina hata deni. Unachukua fedha ya miaka 20, unaiweka, unalipia ule mradi uanze kukurudishia malipo yake, halafu wewe kwenye makusanyo yale uanze kulipia kila ulichokikopa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata mimi tu hapa deni langu ni dogo kuliko deni la bilionea Msukuma. Msukuma lazima ana deni kubwa. Wewe bilionea lazima atakuwa na deni kubwa kuliko mimi. Kwa ukanda wa SADC na ukanda wa EAC, nchi moja ambayo deni lake limetajwa kwamba ni himilivu na linafuata masharti ni Tanzania. Na haya si maneno ya serikali wala si maneno ya waziri wa fedha. Ni wataalamu wanaochambua madeni wamesema Tanzania ndio nchi ambayo iko na B1 positive kwa nchi zote za EAC na za SADC. Lakini la mwisho ni waondolee hofu wa Tanzania. Hamna siku Mtanzania atagongewa nyumbani kwake na mkusanya madeni kwamba unadaiwa hapa nchi yako ilikopa. Hamna siku hiyo. Haya ni matumizi ya serikali. Yatakuwepo kwenye bajeti za serikali, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinafanya nchi inakopa kwa kuangalia bajeti za serikali. Sasa wenzetu wanaenda huko wanaanza kumwambia mwanakijiji aliyeko kule, ninyi hapa mnadaiwa. Labda wao ndo wanawadai ile michango ya kwa ajili ya kuendesha vyama vyao vya siasa. Lakini deni la taifa, hakuna siku Mtanzania mmoja atakutwa nyumbani kwake kwamba wewe unadaiwa, kwamba ataswagiwa mifugo yake ama atachukuliwa mahindi yake. Utaratibu wa uendeshaji wa nchi hauko namna hiyo.